Wewe kaka. Umwambia nini yule mpenzi wangu? Kuna nini kwa? Kuna nini? Hayo yote uyasikia alafu unaweza kuna nini? Umwambia nini yule? Muna, nilichomwambia yule narudia kukwambia wewe. Wewe ni mke wa mtu. Unaye wanaume Warabuni wana sifa kama nini na wivu mwingi. Halo. Mume wangu, salamu alaykum. Sijambo mume wangu, nakusikia. Alhamdulillah, nashukuru. Yaani niko kwenye harakati mume wangu, ndachamani mume wangu. Sawa basi baadaye. Sawa mume wangu, baadaye nakusikia baadaye. Haya sawa. Wewe tu kila wakati simu. Ushaniacha hapa. Si ufanye kazi huko. Kero. Kama basi mume ni hivi. Anya nimtafutie huyu naye. Sijui yuko wapi sasa hivi. Halo. Naambia mpenzi wangu. Mimi nashukuru alhamdulillah mzima. Uko za wapi wewe? Basi mimi nitashatoka. Kwangu kwenye tuk hivyo naja huko. So mjinga nipigia simu naambia ndachamani naja kwako mume wangu. Sawa basi. Wai nikupatia hapo njiani na wewe nawe. Sawa. I love you baby. Taonana naja huko. Sawa basi. Nachoka pia upeleke tutuko. Baby. Jamani. Niambie. Unisubiri? Sio mwenye tuk naye apeleke tuk yake. Sijui ukoje. Wewe kwa hivyo watu. Niambie vipi lakini? Kwani umeenda kidogo tu angio. Mimi. Kuna nini kwa? Amjua wewe. Vipi? Fema. Huyu mwanamke mimi nimemsikia akiongea na simu na mume wake ambaye yuko Qatar. Ndio najua. Sasa bro, mbona nakuita baby na naona mazingira ambayo sielewi? Sasa unajua yule mwingine wa kutuma hela. Sisi tunakula huko. Kaka, hiyo sio sawa. Mjini ujanja ndugu yangu. Kwa nini uyafanye wewe? Bro, dini yetu imetukataza hili swala. Ukizini na mke wa mtu ni sawa na kwamba utapewa adhabu sawa na umati mzima. Nusu ya umati mzima ile adhabu yake ambayo utaipata. Bro, vitu vingine sio sawa. Mume wake yupata tabu, yumtumia pesa kwa ajili ya matumizi na wewe wapiga tu hivi bro. Wala ndugu yangu sikujua hiyo adabu. Sikujua mambo. Bro, hayo ni makosa sana. Mke wa mtu ni sumu. Respect. Hebu angalia wewe sasa hivi bro, utajisikiaje uwe na mke wako alafu yachezewa nje? Utasikia vibaya ndugu yangu. Utajisikia vibaya. Ndio. So the same thing bro. Yule wewe ndio ulitakana umuongoze. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Sisi wanaume ndio wasimamizi wa wanawake. Kwa nini usimuelekeze kwamba wewe una ndoa yako, tulia, kuwa na subra. Mume wako ameenda huko kutafuta kwa ajili ya wewe na kukutimizia haja zako. Lakini ukifanya hivi bro sio sawa. Baby, mbona achelewa? Kuna nini kwani? Subra kidogo. Haya. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa hii video, wale ambao umetembea kwa TikTok na gani umeona hii video umesikiza. Ni nini umesoma kwa hii video? Kitu ya kwanza nimesoma kwa hii video. Wanawake wacheni umalaya. Wanaume wacheni umalaya. Ujue kulala na bibi ya mtu ni makosa. Kulala na bwana ya mtu ni makosa. Kama unataka kuongeza bibi, ongeza kwa njia ya kisheria. Kama unataka kuacha bwana yako, acha bwana yako kwa njia ya kisheria. Usifanye shortcut kama hii. Mtu ako Qatar anafanya kazi, amewacha bibi yake hapa. Bibi anaanya huko kumdanganya ABCD kwa sababu hayuko kabibi. Hiyo ni umalaya number 1. Number 2, kitu umesoma hapa ni kuoa wanawake ambao wako na tabia mbaya. Mtu kukosa kukuwa na subira. Au mtu kukosa kujua kosa ambao anafanya ni kosa au ni kitu mzuri. Unanipata? Hizo ndio vitu ambao nimelani kwa hii video. Na wewe pia mtazamo, iko bila umelani. Ni nini umesoma hapa? Umesoma hapa kufanyia mwenzako vibaya
wewe pia weka kwa hiyo viatu. Wewe ukifanywa hivyo utasikiaje? Kama huyu jamaa aliuliza tu swali mzuri, wewe kitu unafanya mnajua ni mbaya, akakataa, mmoja kukubali, amuuliza wewe ukifanywa hivyo utasikiaje? Wewe mwanamke the same thing, ukifanywa hivyo utasikiaje? So wanaume na wanawake ambao wako ndani ya ndoa, wacheni ukahaba, wacheni umalaya, wacheni zina. Kama huwezi kaa na mtu, divorce, ufanye hizo vitu zako huko. Kwa sababu gani? Zina, umalaya inaleta ugonjwa, inaleta vitu nyingi, inaleta aibu. So wacheni hizo vitu. Hapa point kubwa sana ambao nimelana hapa, watu wawache malaya, simple like that. Sasa ndo uniweke hapa njiani kila mtu anione.